Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa katika Biblia kwa ajili yetu. Karibu sana ufuatane nami. Tuko katika kitabu sasa cha maombolezo ya Yeremia. Tumekifikia kitabu cha maombolezo ya Yeremia, sura ya 3. Taanza kusoma mstari wa 22. Sura ya 3 katika mstari wa 22. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumaini yeye. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, hapa tunakutana na ahadi nyingine aliyoiandika Yeremia katika kitabu chake cha maombolezo. Kitabu hiki kinaonyesha maombolezo ya Waisraeli walipomuomboleza Bwana wakiwa utumwani. Walipomuombolezea Bwana na Bwana akawaitikia. Hapa sasa tunakutana huu mstari, anasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Rehema za Bwana hazikomi, zipo kila siku. Hii ni ahadi kwamba zipo kila siku kutuhurumia. Huruma za Mungu zipo kila siku kutuhurumia. Kwa nini ni vizuri sisi kuhurumiwa na Mungu? Ni vizuri sisi Mungu kutuhurumia kwa sababu tunakumbana na mambo mengi. Tunakutana na mambo mengi ya kutuumiza, ya kutufedhehesha, ya kutuhuzunisha, ya kutukatisha tamaa. Kwa hiyo kwa sababu hiyo tunamhitaji Bwana kwa huruma zake. Kwa hiyo huruma za Mungu kwetu ni muhimu sana tunapokutana nazo, maana zinatuburudisha, zinatutia moyo. Kwa hiyo anasema huruma zake za Bwana, anasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Maana yake kama Bwana asipotuhurumia tunaweza kuangamia, tunaweza kuisha kabisa. Lakini kwa huruma zake tunatunzwa, tunalindwa, na kwa rehema zake ambazo hazikomi zinatusaidia sisi tunapokutana na ajali, tunapokutana na hatari. Kuna wakati tunaweza kukutana na kifo uso kwa uso ambacho ilikuwa kikumalize kabisa, kikakuangamiza, lakini kwa huruma za Bwana hatuwezi kuangamizwa na kifo, kwa sababu yuko pamoja nasi kuhakikisha tuko salama. Kwa hiyo rehema zake kwa kweli ni za ajabu sana. Mungu wetu ametuahidi kuwa sisi hatutaangamizwa na lolote, kwa sababu yeye rehema zake hazina kikomo kwetu. Ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wake ni mkuu. Ni mpya kila siku asubuhi, maana yake kila kukicha asubuhi unakutana na huruma na rehema za Mungu. Kila siku ukiamka asubuhi, anasema ni mpya kila siku asubuhi. Maana yake kila ukiamka asubuhi, rafiki yangu, kuna huruma za Mungu zinatembea na wewe. Zitaenda na wewe kazini, zitaenda na wewe safarini, zitaenda na wewe shambani, ofisini, ama katika biashara. Ni mpya kila siku asubuhi. Ni maajabu sana haya Mungu aliyotuahidi, kwamba rehema zake kila siku asubuhi ziko pamoja nasi. Maana yake zinaanza siku pamoja na sisi. Hii ni maajabu kweli kweli, kwamba rehema zake zinaanza na sisi kuanzia asubuhi mpaka kunapokuchwa, zipo pamoja nasi kuhakikisha tuko salama. Uaminifu wake pia ni mkuu. Ni mwaminifu sana kwetu, ni mwaminifu ajabu. Uaminifu wake kwetu ni wa aina yake kabisa. Yaani anahakikisha hatuangamii. Tukicha asubuhi mpaka jioni, anatulinda, anatutunza, anatuepusha ili tusije tukaangamia. Huyu ndiye Bwana, huyu ndiye Mungu ambaye alituumba akatuweka katika ulimwengu huu
anatupenda upeo, anatupenda ajabu. Huu ni upendo wa hali ya juu sana, na uaminifu wake kweli anasema ni mkuu. Sisi tunaweza kuwa waaminifu kwa kitambo, lakini yeye uaminifu wake ni mkuu, maana yake upo daima. Lakini wanadamu uaminifu wao huwa unaenda, baadaye unaweza ukaisha. Lakini wa Mungu wenyewe hauishi, wenyewe ni mkuu, hauishi, haubadiliki, haupungui, hauna kigeugeu. Mungu akubariki rafiki yangu. Muamini huyu Mungu, pende huyu Mungu, tumikie huyu Mungu. Kila kukicha asubuhi uaminifu wake uko na wewe, huruma zake ziko na wewe, ulinzi wake uko na wewe. Hii ni maajabu. Anashinda na wewe mchana kutwa, kuhakikisha umefanikiwa, kuhakikisha uko umepata unachotaka, kuhakikisha kwamba hupati matatizo. Mungu akubariki sana. Tukutane tena wakati ujao, tuendelee kupeana hizi ahadi. Nilikwambia mfululizo huu ni mrefu, lakini ni wa faida kubwa sana. Akubariki Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.